Yes, mambo vipi jamani, ndugu zangu Betha na Poa. kocha Simba Idi, mko poa Salama kabisa, salama. bwana? Karibuni kwenye episodi yetu ya pili kwenye season ya AFCON Under 17 kwa boys, ambao tulianza juzi kwenye pre-tournament, ambapo tulijadili Mm. vitu kadhaa. Tuliangalia collapse za national team yetu Serengeti Boys, tukaangalia eh, mwelekeo kwenye mashindano haya, tukarelate na Sekafa pia, tukaangalia utofauti wa Sekafa na huku mkataja vitu tofauti tofauti, na leo tumeshaona timu yetu imecheza mechi ya kwanza, huku timu zingine zikiwa zimecheza mechi za kwanza kwenye kila kundi. Na ili tusimwache mtu ambaye anatazama podcast hii, labda tumtajie matokeo yote ya raundi ya kwanza ya michuano hii kuanzia imeanza eh, jana. Mechi ya kwanza ilikuwa inahusisha Ivory Coast na Cameroon. Ivory Coast walishinda 2-0 kwenye kundi B. Mechi ya pili ikahusisha kundi A, Egypt pamoja na Ethiopia walitoka sare tasa. Mechi ya tatu ikahusisha mechi za timu za kundi B kwa maana ya Uganda na Congo DR. Uganda wakashinda 3-0, majirani zetu hawa ambao pia walikuwa kwenye World Cup. Lakini mechi nyingine ikahusisha timu za group A, Morocco dhidi ya Tunisia, hii ilitoka 1-1. Mechi nyingine ilihusisha Mali dhidi ya Angola, mechi ya kundi letu hii, hao walitoka sare tasa. Lakini mechi nyingine ikahusisha Senegal dhidi ya South Africa. South Africa walishinda 2-1 leo mchana. Lakini mechi nyingine imehusisha sisi Tanzania dhidi ya Mozambique, ambapo tumeshinda 3-0, na mechi ya mwisho iliyomalizika hivi punde ni mechi kati ya Algeria dhidi ya Ghana. Na kwa matokeo hayo, msimamo wa kila kundi tutautaja baadaye tukimaliza hii episode. Kwa sasa tuangalie tu overview, labda kama kuna mtu ameona insight yoyote kwenye hizi mechi zote nilizotaja kabla ya mechi ya Serengeti Boys, anaweza kaelezea. Besa, mechi ipo umeangalia na tactical insight ambayo umeiona inayokuimpress ni ipi kwenye mechi zote ambazo nimezitaja? Okay, mechi ambayo imenimpress zaidi ni ya Ghana na Algeria iliyoisha 2-2. Kwanza ukiangalia ndo mechi ambayo imeisha na sare yenye magoli mengi, lakini pia imenistaajabisha kidogo kwa sababu mpaka timu zinaenda half time Ghana alikuwa anaongoza 2-2. Of which ukiangalia mechi zote ambazo zimeshachezwa kwa timu zote ambazo zimeenda half time zinaongoza goli 2-2, zimeondoka na ushindi. Ila Ghana imekuwa tofauti. Kipindi cha kwanza wamecheza, lakini kipindi cha pili wamekuja kurudishiwa magoli yote mawili. Tena imetokea na penati, Algeria wakakosa wenyewe, manake Algeria ilikuwa inaenda kushinda hii mechi. Ila hii game ambacho nilichoipenda ni kwamba ni space ambayo wako nayo wanapokuwa wanacheza hizi timu zote. Yaani unaona ile kuna freedom ya expression na zile talent ambazo zipo kwenye timu zote. Winga anapewa ile fursa ya 1v1 aende, yani hata kikoset okay, unaona fullback unapanda unapiga cross unarudi, yani hakuna zile limitation kwamba wachezaji wanakuwa wako very restricted kwenye swala zima la tactics, kwamba tuwe compact tuwe nini, hapana. Ila tu walichokuwa wanakifanya wale wachezaji wa hizo timu zote, timu ikiwa haina mpira wote, kila mtu anajua kwamba majukumu langu mimi ni lazima nitamkaba huyu, nitamkaba huyu, nitamkaba huyu. Yani it was even the same kwa wale Algeria na Ghana. Kwa hiyo unaweza kuona sasa, kwa sababu hii ni stage ambayo una mchezaji anapewa fursa ya kuonyesha kile ambacho wanacho. Yani tunaangalia wachezaji katika individual zaidi kuliko collective, kwamba tunategemea sasa hivi ukiangalia kwenye ligi unaweza kuja kushangaa mchezaji kwa nini hachezi 1v1, lakini kumbe kati anakuwa alikuwa muda wote anaambiwa acheze kwenye swala zima la kigroup zaidi, kwamba tucheze kwenye group. Lakini mechi ambayo ilikuwepo mchezaji kiungo anaweza kumpunguza mmoja tu, ndio anaweza kudribble, unaona zile individual attribute zake za mchezaji. Kwa hiyo hata kwa scout nadhani walikuwa na kazi nyepesi sana kufanya scouting kwenye hizo uh, mechi iliyopita. Mbedi, mechi ipi ambao umeangalia uka insight kitu bora ambacho tunaweza tukakichukua kutoka kwenye hii mechi? Besa akazungumzia ishu ya walimu wengi kwenye hii raundi ya kwanza kutoa uhuru kwa wachezaji kuonyesha kile ambacho wanacho, hawajawabana sana
sijui kama itakuwa kauli sahihi, kwenye system zaidi, wamewapo uhuru zaidi wa ku express zile technical abilities zao. Wewe ni kitu gani bora ambacho umekiona ambacho unaweza tukakichukua kutoka kwenye hizi mechi za raundi ya kwanza? Kwa game ambazo nimeangalia leo, transition za U17 ziko very fast, yaani vijana wanakimbia. Kwa hiyo timu yako inapaswa the moment mnapoteza mpira mwe na uharaka huo wa kurudi kwenda kuziua hizo transition. Ukiangalia game ya South Africa na Senegal, South Africa wanapiga comeback, yaani ilikuwa ni more hizo transitions zilikuwepo nyingi, kwa very aggressive. Kwa hiyo kwa game za haraka haraka za zilizochezwa, unaona kabisa kuna hizo moment za transition ambazo ndio zina dominate sana game za U17 kwa sasa. Kwa in summary tu ya haraka, ili usurvive hii tournament inabidi uwe vizuri transition moment zote mbili, ya kwenda kushambulia na kuzuia. Okay, sasa ningependa tutoe sasa upendeleo kwa timu yetu ya taifa. Tumeshaona wengine ambao focus yetu si kubwa sana ni timu yetu, kwa sababu ndo watu ambao tunaangalia sana kwenye michuano hii. Sasa tukianza na mechi ambayo tumecheza ya kwanza ya leo, ambapo tumetoka na ushindi dhidi ya majirani zetu wa Msumbiji, tumeona vitu vingi sana. Ningependa tuanzie kwenye mabadiliko makubwa sana, sio makubwa, mabadiliko machache ya kikosi ambayo mwalimu Eleneza ameyafanya na benchi lake. Nimeona kwenye Sekafa niliona kuna mabadiliko, kuna utofauti kwenye midfield wa Sekafa na sasa hivi. Kwenye Sekafa niliona Hamis Barua alikuwa akianza kila mechi jezi namba 24 yule, lakini alikuwa akibadilishiwa tofauti pale katikati. Kuna siku alicheza na Ismail Bilo Azam, kuna siku alicheza na Chole ambaye leo pia yeye ndo kaanza kwenye hiyo nafasi, lakini kuna siku amecheza na watu tofauti kwenye ile nafasi. Hayo ni mabadiliko ya kwanza kwenye midfield, lakini mabadiliko mengine ni Saka, Hamisi kama sikosei jina lake lingine, Hassan Kizinga, si ndio? Leo hajaanza, lakini ndo alikuwa top creator kwenye michuano ile ya Sekafa Under 17. Hayo ni kwa upande wa midfield, lakini kwa upande wa mabeki tumeona leo Mhingwa hakuwepo. Ameanza Mbegu, top defender, lakini pia ameanza na Kasim, captain wetu na moja kati ya wachezaji bora kwenye kikosi kile. Unahisi Eleneza ameona nini kitu gani kimemfluence kufanya hayo mabadiliko kidogo kuelekea kwenye michuano hii? Nikianzia kwa Simba Idi. Mpaka mwalimu amefanya hayo mabadiliko, kutakuwa kuna insights alizipata kuhusu Mozambique. That's why akaamua badilisha aweke hiyo lineup, akapunguza baadhi ya wachezaji akaleta wachezaji wengine. Lakini pia ukiangalia the way ambavyo tulikuwa tunacheza Sekafa tulikuwa tunahitaji kushinda almost kila game, lakini sasa hizi uko kwenye tournament ni sawa, unahitaji kushinda, lakini pia hauhitaji kuconcede, kwa lazima ubalance katika kushambulia, ubalance na kwenye kuzuia. Angalia timu ya Sekafa ilikuwa ina hizo kushambulia sana, transition moment, kwa muda mwingi tulikuwa tuna mpira na muda mwingi tulikuwa tuko kwenye final third ya opponent. Lakini ukiangalia game ya leo, kuna muda tulikuwa tunao, lakini kuna muda pia opponent naye alikuwa anajaribu kutupush. Kwa hiyo kitufanya tu survive, lakini ni aina ya line ambayo ilikuwepo, kwamba ilikuwa ina uwezo wa kuvumilia kama haina mpira, lakini pia ikiwa nao ilikuwa inaweza kufanya kitu chenye faida. Kwa hiyo mabadiliko yanaendana na opponent amejipangaje, lakini pia na tournament. Sasa hizi tuko kwenye AFCON na tuko kwenye Sekafa. Kwa hiyo nadhani mabadiliko ya leo yalikuwa mazuri, matokeo yamepatikana. Okay. Besa, kuna kauli moja napendaga sana nilivyoisikiaga quotation yake kutoka kwa Jurgen Klopp. Anasema the best playmaker kwenye football kwa sasa ni pressing, si ndio? Pressing au gegen pressing is the best playmaker. Magoli mawili leo yametokana na hiyo moment. Naweza nikasema hata lile la tatu lililotokana na set pieces limetokana na reaction yetu kwenye kuweka shinikizo kwa mpinzani kukosea. Goli la kwanza lile ambalo
mpira ni kama ulikuwa unatoka nyuma ukapotea pale katikati, nafikiri ilikuwa ni pasi kutoka kwa Hamisi Hamis Chenga yule anampa Lukman, kamkosa, wamepokonya, lakini pale pale Lukman ka react, wakapora tena ule mpira wakapiga transition, ile goal Chole alilomwasistia Dismas. Lakini goal lingine ni lile la kwanza, la pili kama sikose, la tatu sijui ilikuwa la kwanza, sijui la pili, la tatu, ile ambalo mpira umeporwa huko chini, wanafanya transition, wanajibu. Unahisi kitu gani kilikuwa bora sana kwa Serengeti Boys ku control mechi out of possession, hasa kwenye hiyo moment ya bila mpira ku control mechi? Okay, kitu ambacho kizuri kwao ni ile counter press. The moment mtu anayepoteza mpira hapo hapo anaanza yeye ndo anakuwa first defender. Kwa hiyo ile inamfanya hata inamnyima space, time na decision making yule opponent. Kwa ni rahisi wao kupata ile mpira. Kwa sababu mara nyingi si tuli control ile game, kwa tulikuwa tuko kwenye final third ya opponent. Kwa hiyo ukipata mpira, hata kama tunapoenda ukiwa kwenye final third ya opponent, ukiwa maanake tunategemea unakuwa unamaliza shambulizi. Kama limekamatwa ile shambulizi na ukaanza hapo hapo, maanake bado mpira unao kwenye eneo la nani, la opponent. Kwa hiyo ni rahisi na kufanya, yani kumlazimisha yeye afanye makosa. Kama sio kumlazimisha kufanya makosa, basi wewe kuwini ule mpira na kuweza kutumia ile moment yao, maanake wao watakuwa kwenye hali ya transition kutaka kuja kushambulia tena. Kwa hiyo ukiwini mpira, wale watakuwa hawako organized vizuri, ni rahisi kuweza kuwafunga, na ndio kilichotokea. Key points pale. Yeah. Key points pale kwenye goli labda la goli la kwanza. Goli la kwanza ni lile lililotokana na Lukman anaweka pressure, unaporwa mpira, Hamisa anampa Chole anamsistia Dismas. Ndio counter press ambayo naongelea kwamba umepoteza mpira, then hapo immediately, sio kwamba unarudi tena sehemu mwanzo mjipange, hapana. Hapo umepoteza mpira, unaanza kupress mtu. Ukipata mpira unampa teammate wako, tunacheza. Ndio umesema goli ambayo tumepata, lakini pia kumbuka hizo ni moment, hizo ni transition, kwamba tulikuwa tunao opponent akafanyaje, akaupata, tukaupata tena. Kwa hiyo ni immediate transition, negative na positive, unazitumiaje hizo moments? Kwa sisi tumeweza kuwini hizo moments, ndio maana imekuwa ni rahisi, na most of the time especially first half tulikuwa tunaweza kuwini hizo moment. Tukipoteza mpira tu, yani kwenye negative transition we were sharp kuliko hata kwenye positive transition. Kwa hiyo unaona hata tulikuwa kwenye negative transition tukipata ile mpira, at least tunaweza tukakaa kuanza kucirculate kidogo ili kuweza kutengeneza tofauti na negative. Mtu akipoteza mpira hapo hapo anaanza. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha muhimu sana, na niwape kudos kwa wale watu wa mbele, kwa sababu ili hizo transition ambazo kwa zinatokea, watu wa mbele kule ndo ma striker na mawingers ndio walikuwa wanafanya kazi kubwa zaidi kwenye swala zima la kupokonya hiyo mipira. Kwa sasa imagine wamepokonya mpira, lakini pia wanafunga na kufunga, so it's a good game for them. Okay. Kuna ile situation moja niliona, bado nipo kwako, situation ya Chole na fullback ya upande mmoja. Mfano kama mpira ulikuwa ukipita kule kwa Kilendemo, ulikuwa unamwona huko Eriki anabaki na Mbegu na Kasimu, lakini mbele yao muda wote yupo Chole, kwa sababu anakuwa ameruhusu Barua pamoja na Dismas kusogea kwa Lukman kule mbele. Lakini pia mpira ukipita kwa Eriki huku tunamwona Kilendemo anabaki na Kasimu na Mbegu, alafu Chole bado yuko mbele yao. Ile situation ilisaidia vipi kwenye kumeza zile counter attacks? Sababu wale hawajafanya counter attacks ambayo imetudhuru mimi sikuiona. Kuna moja dakika za mwanzoni itaka kutokea, kwa hiyo ile pendo tunaita less defense, kuepuka hizo counter attack, kwa sababu tunapokuwa tunashambulia thinking inatakiwa hiyo kwamba tukipoteza mpira sisi tunatakiwa tuwe safe eneo gani. Let's say tunashambulia upande wa kulia au tumeshambulia kati. Kwa hiyo watu ambao tunawabakiza ili kuweza kulinda zile counter attack au hizo transition zikitokea zisije zikatudhuru, ndio ile setup ilikuwa nzuri. Yani lazima kuna wakati ilikuwa nabaki ile 3v1, kwa sababu hata Msumbiji walikuwa sio kwamba wana press sana, walikuwa wanaacha watu wengi kule juu, walikuwa wanaacha sana sana striker mmoja, wakishuka sana mpaka pale kwenye mid eneo la duara, wanakuwa ma striker
wawili. Kwa hiyo huku juu unakuta rest defense yetu kuna watu mpaka watatu muda mwingi, kwa hiyo inakuwa 3-2 au 3-1. Kwa hiyo yani ni mara chache sana kukosea, kwa sababu kutakuwa kuna mtu ambaye anaenda kufanya hiyo, wa kwanza ataenda kufanya pressure, kuna mwingine ataweka cover, mwingine atakuwa na balance. Ilikuwa ni very easy kwetu sisi kucontrol hizo counter zao na transition za kwao, Na ndio so it was kuna hili swali nitaka nimuulize Simbaidi, ni mchezaji wake, sitamuuliza kwenye kwenye zile pressure zote kwenye zile pressure zote zilizotokana na magoli, moja sio pressure nyingine, moja ilikuwa ni kama link up play, goli alilofunga, goli la kujifunga Lukman alihusika, goli lakini pia lile goli ambalo wamefunga Dismas, goli la Razaki Lukman alihusika kama ku link up play, goli la Dismas alihusika alikuwa ameenda ku link up play, lakini mpira ulipopotea yeye akaupora. Unahisi ile movement yake ya wachambuzi wetu wanasema kulipa goli mgongo na kurudi huku chini kwa viungo imesaidia kwenye hizo moments zote za kupora mipira, kusaidia wenzake waataki ile space behind, kwa sababu Razaki na yule wa kushoto Saddam walikuwa na attack sana ile space. Unahisi ile imesaidia sana kwenye hiyo moments ya sisi tukiwa in control ya game, in possession, lakini hata tukipoteza? Kwa sababu position wide ukiangalia most katika wachezaji ambao wana ile awareness ya space, yule pale pia na awareness yake iko kubwa zaidi, so anajua ni wakati gani aidha kudrop au ili kuacha nafasi kwa watu wengine. Kwa hiyo ile awareness yake ilikuwa inafanya wale wengine wanakuwa wanaweza kucheza, wale attackers na nani Atanas pamoja na Saddam, hata pia kule Razaki alikuwa anapata. Kwa hiyo yes, yani somehow ukiangalia anaweza kucheza, anakuwa anacheza kama false 9 yeye, lakini pia bado ni kama kiungo, ni playmaker at the same time. Kwa hiyo alikuwa na majukumu ambayo ukiangalia sio rahisi kujua moja kwa moja kwamba huyu anacheza hivi. Kwa hiyo hata namna ya kuweza kumzingatia wale opponent na washindwa, kwa hiyo ikawa ni kama vile ni secret weapon kwetu sisi, ili wale wengine wanakuwa wanatengeneza hizo nafasi. Okay, nimekupa wewe momenti nyingi sana bila mpira Simbaidi atahangaika na mpira. Kwa hiyo kama mimi ndo kocha mkuu, ina maana wewe ni msaidizi wangu wa upande wa out of possession, lakini huyu atakuwa msaidizi wangu timu ikiwa ina mpira. Yes, ana dakika zake nyingi sana. Simbaidi hatujafunga goli kwenye momenti hiyo hatujafunga goli kwenye momenti moment ya mpira moment ya mpira, tukiwa tuna mpira hatujafunga goli leo, ukiachana na ile set pieces. Unafikiri labda tulikuwa tuna control ya mchezo, tulikuwa tuna possess sana, changamoto kubwa sana sisi ku create chance kwanza. Hatuja create chance tukiwa tuna mpira, hatuja create chance nyingi sana na lakini bila kufunga goli kwenye moment hiyo ilikuwa ni nini labda? Cha kwanza ukiangalia mpira mingi leo karibia 100% mpira ambao tulipotea ikiwa mguuni wa mchezaji. So some zilikuwa ni pasi, lakini kuna some mpira ilipotea ikiwa miguuni kwetu. Kwa hiyo ina maana kulikuwa na delay kidogo ya decision making wakati tukifika kwenye final third. Kwa hiyo kama tungekuwa na huo uharaka wa kulilizi mpira, ina maana tungeweza kucreate zaidi tukiwa nao. Lakini ukiangalia pia aina ya lineup inaweza ikawa pia ni sababu, kwa sababu tulikuwa tunajaribu kubalance timu iweze kuattack na timu iweze kuzuia. Kwa kuna some creative player pia unaweza kwa drop kutokana na hiyo. Ndio maana naona Lukman ameweza kumaintain nafasi yake kutokana na hicho, kwamba anaweza akakuofa kwenye kukaba, anaweza akakuofa kwenye kucheza, lakini peke yake sio kwamba ndo anaweza akatoa hizo solution zote. Lakini kuna moments zingine kulikuwa kuna distance baina ya midfielder na attackers ambayo ilikuwa inachelewesha sasa hizo moments tukifika kwenye final set tuweze kumalizia hayo mashambulizi yetu. Kwa hiyo sababu kubwa waweza kusema iliyopelekea leo kuwa tuweza kufunga goli tukiwa na mpira, cha kwanza ni hicho, mpira ilipotelea tukiwa nao, decision making zilikuwa ziko slow kwenye some moments, lakini pia kulikuwa na hiyo kuna vipindi ambavyo kulikuwa
na distance baina ya washambuliaji na viungo. Ndio maana unaona magoli yetu tumeyapata kwenye hizo moment ambazo tunapokonya then tunaenda tunamalizia. Kwa hiyo kwa mimi kazi wamefanya vizuri, lakini still wanaweza wakaboresha tu uharaka tu kwenye hiyo final side. Umezungumzia pale mwanzo kabisa, ulianza na kusema mipira ilikuwa inapotelea kwenye miguu ya wachezaji hasa wa pale eneo la mbele. Nikifananisha upande wa kulia na upande wa kushoto, mimi binafsi kuna kitu nilikiobserve. Niliona kama mpira ukipita huko kwa Eric pamoja na Saddam, wote wanakuwa kama wamekumbatia chaki. Na kama Dismas akichelewa kuja kucheza kwenye ile tunasema half space au kwenye ile channel ya ndani ili kutengeneza triangle, ina maana wale hawawezi kwenda mbele na mpira unakuwa unapotea. Unahisi pale kulikuwa kuna changamoto labda ya kimbinu, kwa maana kwamba mmoja alitakiwa anataka half space, mwingine abaki kwenye channel ya nje ili kutengeneza hata hizo passing lanes zikae vizuri, tofauti na upande wa kushoto ambapo nilikuwa naona Kilindemo akipanda pembeni, yule mwenzake Razaki anaingia ndani, Razaki akiwa nje, Kilindemo anabaki ndani. Sawa, inawezekana ikawa sio tatizo la kimbinu, inawezekana ikawa ni mbinu ambayo inategemea na opponent. Let's say Mozambique, kwa analysis ambayo benchi la ufundi limefanya, imeona kulia ndo very strong kwa Mozambique, kulia kwa Mozambique. Kwa hiyo wakaamua kutumia hiyo flank yao ili kuzidi kwa push wasije juu. Sasa kufunction hiyo idea ndo jambo lingine. Kwa hiyo inaweza ikawa ni idea ilikuwa ni nzuri, lakini inapokuja sasa uwanjani kulingana na tempo ya mchezo na the way opponent alivyocope, ndio inaweza ikaleta shida. Kwa sababu ukiangalia hata Mozambique wenyewe mpira ukifika huko kulia kwao wanapiga tu mpira mrefu wana release. Kwa hiyo yani hata yale matarajio kwamba lesi labda Mozambique labda huu upande huu ndo wako strong watatushambulia sana, basi sisi tuwashambulie kwa kupitia huko pembeni, ama labda wako weak kwa huo upande wa kulia tuwashambulie kupitia huko pembeni, lakini ikawa ni tofauti kidogo, kwa sababu kwa Mozambique ule upande ulikuwa unatumika, lakini haukutumika kama ambavyo labda sisi tulitarajia. Kwa hiyo kushindwa kufunction vizuri hiyo inategemea na plan ya mwalimu. Huenda aliyowapanga hawawezi kufanya kazi vizuri wakiinvert au wakija ndani kwenye half space, ni wazuri wakiwa wide wakishikilia hiyo width. Kwa sometimes pia unaweka lineup, unaweka na hizo tactical kulingana na uzuri wa mchezaji wako. Kuna mwingine anaweza akafunction hizo ndani, akaingia ndani, akafunction huko nje kwenye line, akaja ndani kwenye half space akafanya vizuri, lakini kuna mwingine akiwa wide ndo anakuwa bora zaidi. Kwa nadhani hayo machaguo yalidepend zaidi na hiyo quality. So unaweza ukasema Hawaii huku kulikuwa kunaenda hivi alafu huku kunaenda hivi, lakini pia ni idea nzuri. Upande mmoja unakuwa kama uko more direct, upande mwingine unakuwa na hizo interchanging. Kwa hiyo opponent kwa anakuwa na maswali mawili tofauti. Okay, na kwenye creation kwenye Sekafa kule tuliona top creator wetu ni Hamis Kizinga, alimaliza akiwa na assist 8, akafuatiwa na wachezaji wengine watatu ambao na assist 4, Lukman, Saddam pamoja na Idrisa. Unahisi leo kutokuanza kwa Kizinga na kupata dakika chache za kipindi cha pili, unahisi kumechangia labda timu yetu kutokuwa too creative pale mbele? Yeah, Messi ni very creative. Assist 8 sio jambo dogo, lakini mwanzo nilisema lineup inaelezea kwamba leo tunashambulia lakini tutahitaji kuzuia. Kwa mantikio lazima kuna watu utawadrop tu, yani huwezi kuwa na type labda ya kina Hamisi kina Lukmani 4 kwa wakati mmoja kutokana na demand ya game. Na Mozambique hatuna game nao nyingi kusema kwamba tunawafahamu. Ingekuwa labda let's say Uganda ni watu ambao tunacheza nao mara kwa mara, unaweza kusema hawa wanakujaga hivi, lakini Mozambique ni watu ambao sio kwamba tumeshacheza nao mara nyingi. Kwa kukosekana kwa Hamisi kweli kulikuwa na hiyo utofauti, na hicho kitu kilimiss kwenye timu hiyo creativity, lakini sometimes lazima usacrifice baadhi ya player kulingana na game inahitaji nini siku hiyo. Kuna game kama hiyo inahitaji kwamba tushambulie, tuzuie, ama leo game yetu sisi tutawini tu ball hizo tu score kwenye transition, kwa sababu
opponent akiwa in possession, akipoteza mpira anachelewa sana kuja ku recover hizo balls na kuja kwenye defending shape. Kwa hiyo tutahitaji labda players ambao wako very aggressive kwenye transition, wako very aggressive kwenye kukaba, then hao utawapiki. Next game kama ni aina tofauti ya mchezo, kama labda let's say opponent ana sit down, yuko kwenye low block zaidi, tunahitaji watu wa unlock, then wataingia watu wa unlock. Lakini ukiangalia kwa leo lineup iliyopangwa, hata ningekuwa mimi still ningeenda nayo hiyo hiyo, Hamisi ningemweka nje kwanza. Kuna mapema kabisa kipindi cha kwanza Shaban Soa aliingia. Shabani alikuwa kwenye Sekafa, kila akiingia alikuwa na positive impact. Nafikiri ongoing match analysis alieneza na wasaidizi wake alikuwa inaenda vizuri kule kwenye Sekafa, lakini leo baada ya kuingia timu yetu ilipoteza control ya mchezo. Unahisi kitu gani kilichangia sana? Tuna dakika chache. Sasa hapo unakuwa tayari ushaniambia kwamba timu ilipoteza control, lakini mimi naona timu haikupoteza control. Shabani kwa mimi, kwa maono yangu, sawa, alivyoingia dakika za mwanzo hakuwa vizuri, hakuwa kwenye game, lakini ukiangalia the way anavyocheza Shabani ni 1-2 touches, ni mchezaji ambaye hana vitu vingi. So kwa mimi ameingia, amesaidia timu, lakini hakusaidia ile mwanzo alivyoingia. Lakini ukiangalia baadaye, ukiobserve vizuri, alikuwa na miss pass moja au mbili kama sikosei, lakini alijitahidi at least keep hiyo possession. Kuna muda alikuwa ana keep kwa kurudi nyuma na kuna muda alikuwa ana keep kwa kwenda mbele. Kwa mimi Shabani hakupoteza sana huo utulivu wa timu, lakini ukiangalia timu tangia mwanzo ilivyokuwa inacheza, ilikuwa ina possess kidogo, inaenda mbele, ina lose ball, inaanza kupress hivyo, inafanya build up kidogo, inaenda mbele. Haikuwa yani ni possession oriented team kwamba tangia mwanzo, hapana. Ni timu ambayo ilikuwa ina possess, ikipata gaps inaenda inashambulia, ikipoteza ina press hapo hapo hivyo. Kwa hata Shabani alivyoingia still naye alikuja baadaye, alikopa vizuri. Kama ulimzingatia uliona baadaye alikopa vizuri. Kuna moment moja ambayo niliona bila mpira kwanza timu ilikuwa inazuia vizuri kama Beth alivyoelezea kwenye block zote hasa mbele, lakini kuna zile moment ambazo Msumbiji walikuwa wanafika hadi kwenye side yetu ya mwisho. Positioning na movement za kipa za Haji ni kama niliona, by the way Haji ni kipa bora wa Sekafa, simpunguzie heshima yake, lakini kwa siku ya leo kuna mara kama 3 hivi nilimwona anaenda anatokezea kwenye mpira afa anasita kurudi, ambazo chache kati ya hizo zilikuwa off target, na pengine labda wale Wasumbiji wangekuwa na target nzuri, pengine zingetuathiri. Hivi ni vitu gani kipa anapaswa sana kuvizingatia kwenye moment hiyo? Unafanya kazi na kocha ambaye ni kipa legendary kabisa, Juma Kaseja. Ni vitu gani huwa anavitoa kwenye uwanja wa mazoezi kwa kipa kwenye issue za positioning na hata movement kwa zile moment za cross? Sawa, kwa kipa especially kwa hizo mpira ambayo unakuja kwenye box, cha kwanza mpira unakuja kwenye box especially ambayo unakaribia 6 yard box, ni mpira ambao golikipa anapaswa kucheza kwa kwa yeye akiruka akinyosha mikono na kuwa juu ya mtu yoyote. Lakini kwa kilichomtokea Haji ni steps tu. Goalkeeper steps ni kitu cha muhimu. Ukikosea step, ina maana kuna asilimia kubwa sana huo mpira ukaukosa ama ukawa off time. Kwa hiyo kwa Haji hapo ni steps tu ndo zilimwangusha, lakini sio tatizo kubwa sana, ni tatizo ambalo linaweza kurekebishika, especially kwa yeye bado anakuwa. Kwa hiyo ni moment ambazo zinamtokea, anajifunza then anajirekebisha. Lakini kwa upande wa goalkeeper steps ni kitu muhimu, na pia ni communication na jinsi anavyoorganize hiyo backline yake. Kwa kama kuorganize mapema, ina maana utaweza kwenda kucheza mpira ambao ungeweza tu organize backline ika clear. Kwa ni steps na hiyo organization tu ya backline yake, lakini kwa hizo catching na nini hana shida hizo, yuko anajitahidi kwa kweli. Tunahamia sasa kwenye segment yetu ya mwisho.
kwa siku ya leo. Betha, Mm. Chole leo kapewa kuwa player of the match na TSG ya CAF, wamemchagua kuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo dhidi ya Mozambique. Unahisi ni vitu gani vimempa au ni vitu gani wamevizingatia kumpa kuwa mchezaji bora wa mechi ya leo kwa namna ulivyoona kwa jicho lako la kiufundi? Sababu unavyo wewe ni tofauti na mashabiki wanavyoona. Wale TSG wanaona kwenye jicho ambalo pia wao unaona, sababu wote ni watu wa ufundi. Kwanza amestahili, lakini sababu ambazo ningeweza kufikiria za haraka ambazo zimemfanya stahili ni ile influence yake kwenye game kwa ujumla, tukiwa tuna mpira. Angalia goli ambalo amefunga Atanas, ni goli ambalo limetoka assist kwake yeye. Kwa hiyo unaweza kuangalia pasi zake ni thinking za kwenda kupeleka timu mbele kwenye kushambulia zaidi, lakini hata pale tulipokuwa tuna mpira, zile ball recovery, interception zilikuwa zinafanya sisi tuwe au defense ya Serengeti Boys iwe kwenye safe side zaidi, kwa sababu alikuwa anaweza kufanya hizo defensive actions kwa wakati. Kwa hiyo unaona kwamba ingawa kwamba alikuwa anaisaidia timu kwenda kwenye kushambulia, lakini alikuwa ana neutralize zile threat kutoka kwa opponent. Kama ulikuwa unazingatia, kuna wakati wale Msumbiji uchezaji wao walikuwa ni kama wameshatuheshimu, kwa hiyo anategemea zile counter, lakini ubora wa kiungo ambao walikuwepo pale wachezaji, hiyo kazi hakuifanya peke yake Chole, lakini yeye alifanya kwa kiasi kikubwa zaidi, ambayo kwenye eneo ile la midfield, so it was good. That's why mimi naona pia alistahili mwenyewe kwenye hiyo tuzo ambayo amepewa. Mbaidi, uliona vitu gani sasa? Sababu Betha umezungumzia sana kwenye moment za transition, si ndio? Yeah. Mbaidi, umeona vitu gani ambavyo vimewapa TSG Technical Study Group ya CAF kumpa Chole kuwa mchezaji bora wa mchezo wa leo? Yeah, tushani sana na Betha ni upatikanaji wake kwenye momenti zote za mchezo, wakati tuna mpira na wakati pia hatuna. Kwa hiyo alikuwa na mchango mkubwa, hiyo alipingiki. Mpaka tunaona kina Mbegu kama walikuwa hawana kazi kubwa, ni kwa sababu mipira ilikuwa haifiki sana kwao. Watu walikuwa wanawahi kufanya kazi hapa katikati ili mipira isifike kwao. Kwa hiyo ukiangalia huo mchango wake, obvious ni anastahili kupewa man of the match, sababu amefanya kazi zote ambazo zinaweza kuisaidia timu kwa leo. Alikuwepo, yani kwa moment zote ambazo zilikuwa zina msaada kwenye timu, aidha kwenye kuzuia au kushambulia, alihusika pakubwa. Kwa hiyo kwa mimi naona ni sawa, anastahili. Mimi nitabaki pale, mimi nitatoka kwenye sijui player of the match, man of the match, mimi nitakuwa na team of the match, kwa sababu nilianza na ile kauli wakati tunafungua, pressing au gegen pressing is the best playmaker kutoka kwa Jurgen Klopp. Hiyo quotation ya Jurgen Klopp leo imetupa ushindi, kwa sababu magoli yote matatu yametokea hapo. Kwa hiyo kwa mimi na Serengeti Boys, hao ndo man of the match wangu. Lakini sasa ukitaja watu 11 uwanjani, na maana reflection yake ni kwenye bench la ufundi, namna walivyofundisha organization ya timu inavyo press wale Msumbiji wakiwa na mpira, lakini hata sisi tukiwa tuna mpira afu tukapoteza, tuna counter press vipi, tunaanza kuzuia vipi kwa shinikizo kubwa, timu iwe chaotic kwa mpinzani, tupore mipira, tufanye transition. Nafikiri kila kitu kilikuwa kilikuwa well organized. Angalia zote kwanza, angalia tu patterns zinavyofanana. Moment zote hizo zimemhusisha Lukman kwenye kupora, Lukman kwenye link up play, lakini hata wale walio react, Dismas ana attack space ya Lukman, labda yule Razaki ka attack space ya Lukman, na kwenye lile goli la hata lile la free kick ilikuwa ni wamepiga first ball, tumewin sisi, reaction kwenye second ball. Kwa hiyo nafikiri reaction ya timu yetu bila mpira ni nzuri sana. Kwa hiyo tupongeza hivyo, kwa sababu nyinyi mmetoa kwa mchezaji, acha mimi nitoe kwa timu. Elieneza amefanya kazi nzuri kama sikosei. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuimprove bila tukiwa tuna mpira, lakini bila mpira tupo vizuri kiasi fulani. Lakini tumaliza na swali la mwisho kabla tujafunga. Tuna mechi dhidi ya Angola kwenye mchezo unaofuata, si ndio?
Mpaka sasa Ndio. sisi ndo tunaongoza kundi, tuna alama 3 na magoli 3. Wao waliotoa sare na Mali wana alama 1. Kama mahesabu yangu yapo sawa, ili tufuzu tunahitaji tu alama 3 zingine kama sikosei, si ndio? Ndio. Mnaonaje mwelekeo kwenye mechi mbili zilizobaki? Anza wewe Betha. Mimi Eh, nilikuwa nasema labda kwa kurahisisha tufanye hivi. Mechi ya Angola inahitaji nini zaidi na mechi dhidi ya Mali itahitaji nini zaidi? lengo la awali ni kufuzu World Cup, na ili uweze kufuzu World Cup maanake uweze kufuzu hatua ya makundi, kutegemea ile playoff, kwa sababu kuna zile timu 8 za wa kwanza na wa pili zinafuzu direct, alafu kuna zile playoff. Kutegemea playoff ni very tricky na haina uhakika sana, kwa sababu pia unaweza kufunga watu watakuwa wamejiandaa kwa mechi moja hiyo, unaweza kufungwa. Kwa hiyo uhakika ni kumaliza kwenye zile nafasi mbili. Mpaka sasa hivi sisi tuna advantage, kwa maana wapinzani wetu wametoa sare, lakini mechi zinazofuata zitakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hata wao tayari watakuwa under pressure, watahitaji kila mmoja apate point 3. Mfano kama Mali akipata point 3, hiyo mechi atakuwa na point 4 jumla. Lakini pia sisi ikitokea tumetoa sare na Angola, maanake tutakuwa tuna pointi ngapi? Pointi 4, of which itakuwa ni very tricky mwishoni, kwamba tukutana na Mali itakuwa ni mechi ngumu, either utoe sare. Ukifungwa, kumbuka huku ulitoa sare na Angola, lakini pia Angola mfano kama amemfunga Msumbiji, kwa hiyo hesabu zinakuwa ni ngumu. Ili kuepusha zile hesabu za tokiwaki za mwishoni, inabidi kuacha kuangalia mechi ya mwisho ya Mali, tufocus na mechi ya Angola. Tukipata pointi 3 kwenye mechi ya Angola, au pia tukawa avoid kufungwa mechi na Angola, maanake tutakuwa under pressure, tutakuwa tumejiweka kwenye nafasi nzuri zaidi. Tukishinda mechi na Angola, tayari sisi tumeenda World Cup. Ila tusiposhinda, manake tukiavoid kufungwa, bado tukupo mchezoni, hatujatoka pia kwenye malengo, kwa sababu bado kuna mechi moja mkononi. Ingawa mechi ya mwisho tutaingia under pressure zaidi, kulingana na kwamba mtu anaenda kucheza naye alishaingia fainali ya mashindano yaliyopita, kwa hiyo ni mtu mkubwa kwetu, tutakuwa na pressure kubwa zaidi, tofauti na Angola, mechi ambayo ya mwisho yanaenda kumaliza na Msumbiji. Kwa hiyo mechi inayofuata naweza kusema kama ndio fainali ya mechi ya mashindano yetu sisi ya kwenye kuingia hatua inaweza kufuata au kufika malengo ya kucheza World Cup. So mimi naitazamia mechi na ya Angola zaidi kabla tujaanza kuwaza mechi ya Mali. Mechi ya Angola ndo itakuwa mechi muhimu, kwa sababu ukishashinda mechi ya Angola umeshafuzu, umevuka group stage hapo tayari. Kwa hiyo kiukweli mechi ya Angola lazima tuitolee macho hasa, ukizingatia Angola amempa mechi nzuri Mali. Kwa hiyo tutarajie mechi ambayo itakuwa na intensity ya juu, ya Angola wako aggressive hizo 1v1, physically wako vizuri, nao kwenye transition sio wabaya. Kwa sisi tukiendelea kuwa compact, tukiendelea ku close hizo space kama tulivyokuwa tuna close leo, nami tutapata matokeo, kwa sababu leo tulijitahidi sana. Yani ilikuwa ngumu sana kwa Msumbiji kuprogress hiyo mipira yao kutoka kwenye zoni yao ya kuzuia kwenda kwenye zoni ya kushambulia. Kwa hiyo mechi ya Angola ndio mechi ambayo tunatakiwa tu focus nao, tutie nguvu zote hapo, sababu tukiua hiyo basi tumesogea. Ili swali nisipoulize itakuwa dhambi. Nitaliunganisha kule nyuma tulikotoka. Kati ya mabadiliko ambayo nimeyanotice ya muhimu sana, leo ni Hingo hakuwepo, si ndio? Leo tulimwona Kasimu anapea na Mbegu. Mmeonaje partnership yao? Kwa sababu mi ile ya Sekafa mi ile ni impress sana, na kama unakumbuka ni Hingo alichangia magoli 3 alifunga set pieces 3, na pia partnership yao kwenye kuzuia ilikuwa ipo vizuri sana. Versatility ya Kasimu, kuna muda wakati unaangalia mechi muda ule ukasema kuna muda Kasimu anaenda anampisha Idris, anampisha Kilendemo anabaki ana overlap. Kuna muda
akawa anaingia katikati, anakatiza katikati, unamwona Chole anaenda na cover. Unahisi partnership ya Mbegu na Kasim leo ilikuwaje tukilinganisha na ile ya Kasim na Nhingo, na unahisi kuna mechi ambazo zitamhitaji Nhingo baadaye Betha? Ah, nafikiri baadaye Mningo anaweza akahitajika, lakini kumbuka hata walioko huko nyuma ni bado ni players, kwa hiyo hatuoni gap lake sana, ingawa tunaweza tukaja kuangalia kwenye swala zima za duels, zile shoulder to shoulder. Mningo ukiangalia physicality yake ni tofauti kidogo na hao waliopo wengine, kwa hiyo tuangalie pia, twende taratibu, ila kwa leo wamecheza vizuri, kwa sababu sometimes football sio tu kwenye physicality, it intelligence. Hao waliokaa huko nyuma pia wako vizuri kwenye swala zima la intelligence, game reading, game awareness, space, wana speed, clear tackling, timing, anticipation. Hivyo ni vitu ambavyo ni excess, yani ukiwa na hivyo vitu vyote unaweza kucheza aerial duels. Kwa hiyo tunaweza tuka miss huyo Mbegu na Mningo, lakini sio sana. Hata last AFCON Mbegu pia alikuwepo, na Kasimu alikuwepo, ingawa alikuwa anacheza fullback, walikuwa pale, alikuwa anacheza Mbegu na anapata na mtu mwingine. Mechi ya mwisho kabisa Mningo ndo alicheza, alikuwa introduced. Kwa hiyo maanake mtu ambaye ana experience zaidi na AFCON ni Mbegu pamoja na Kasimu, ingawa Kasimu last time alicheza kama fullback, lakini nani Mbegu ameshacheza kwenye hizi za kufuzu qualifiers iliyofanyika Uganda, qualifiers ambayo imefanyika Ethiopia hajacheza. Kwa hiyo ana experience of which sioni kama kutakuwa kuna nafasi ya kumiss sana Mningo, but let's give them time hao waliocheza leo, tuone next time, because hata kwenye benchi sijamuona Mningo. Tulimuona wakati unaanza alikuwa yuko kule juu, so maybe kuna something else. Coaches wenyewe ndo wako na players wanaona hizo changes, wanaona which is which, mchezaji anafaa yupi katika mechi zipi. Kwa hiyo let's give them time, lakini kwa leo it was comfortable, they play well. Unaona kuna zile long balls, unaona kuna through balls zinapita, kwa hiyo yani we are comfortable playing kuanzia mwanzo, kuanzia ya chini kwenda juu. Ukitaka mipira mirefu ya kuswitch tena, it's good kwa sababu you having the center back ambaye ana mguu wa kushoto. Ukitaka kuswitch, maana yake utaswitch kwenye upande wa right. Ukiwa una center back ana mguu wa kulia, kuswitch na switch na unaenda kwenye kwa winga wa kushoto. Kwa hiyo it's good hizo interchanging. Let's see how competition endelea. Tutaona sasa either tuna miss Mningo au hatutammiss Mningo. Simba, uliona faida ya Mbegu kucheza Premier League kwenye mchezo wa leo kwa namna ambavyo amecheza? Experience ile uliona inamwongezea kitu chochote kwenye mechi ya leo au inaongezea timu? Yeah, inamsaidia na Premier League yenyewe anacheza timu ya Simba ambayo hata mechi ya kirafiki tu ina pressure. Kwa hiyo inamsaidia. Kuna moment moja alikuwa anawatuliza wenzie pale kwenye box, tulieni. Kwa hiyo ni kitu ambacho kizuri kuwa na center back ambaye mmeishi na hizo pressure hivi karibuni. Kwa hiyo ana uwezo wa kuleta ule utulivu katika backline. Kwa hiyo kucheza kwake kunatusaidia sana. Yani in short, wa under 17 ambao wana gain time, wamepata mechi za kucheza kwenye vilabu vyao regardless ya tournament level, wanakuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo kwa Mbegu kupata mechi imetusaidia kwa kweli sana tu. Basi shukran, mimi nimemaliza kwa siku ya leo. Kuna dakika 3 za kupiga story, ngoja ndio recording.